Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Okay. Wela. Ni sauti pendwa, ni sauti nzuri, sauti inayovutia, sauti ambayo inawaletea manuve mazuri, yale ambayo yanafurahisha kila siku, na tupo katika njia salama ya kuelekea katika dirisha la usajili, dirisha kubwa, japo Tanzania tu wameanza kusajili kabla dirisha. Tetesi zetu ni nzuri sana, kila siku tukiwa tunawapa amini ya kwamba tupo karibu na viongozi wa timu husika tunazokuwa tunatoa habari kwamba habari ya mchezaji fulani anaenda sehemu fulani. Ni tetesi ambazo zinakuwa chini ya carpet kwa sababu bado dirisha la usajili halijafunguliwa, lakini unaruhusiwa kumsajili mchezaji wa msimu ujao uje mtangaze kipindi kile ambacho kinakuwa ni dirisha la usajili. Kwa hiyo basi tetesi tunazozipata kwa muda huu lazima tukuletee sisi, kwa sababu ni chombo cha habari. Sisi tuni chombo cha habari kuwaletea wale ambao ni wahitaji wa kupata hizi habari, wapenda michezo, kwa sababu sisi tuna vipindi vingi. Tuna vipindi vya kufundisha masuala ya Mungu, tuna vipindi vya kufundisha masuala ya ICT, tuna vipindi vya kufundisha vya kutoa habari za michezo kama hivi. Kwa wale wanaopenda mpira watasikiliza hivi vipindi, kwa wale wanaopenda kusoma watasoma. Lakini yote kwa yote, mwakilishaji mimi mwenyewe Fabidigo katika Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na comment, nami ndo Fabidigo. Asante sana. Okay. Kwa mujibu wa mchambuzi Ansi Raphael, anasema klabu ya Simba jana usiku walipindua meza kibabe baada ya kuwapiku watani zao Yanga Sport Club kwenye sakata la kumsajili winga Tereza Ramadhani Salum Chobwedo. Awali Chobwedo alikuwa akiwindwa na Singida tangu mwanzoni mwa mwezi Machi na alipewa mkataba japo akusaini, lakini Yanga wakavamia dili hilo na wakaweka maslahi makubwa kwa mchezaji. Lakini Simba wakaona isiwe kesi, wakaweka nyongeza ya pesa na mwaka mmoja zaidi, yani kwenye mkataba miaka miwili waliompa Yanga, Simba kaongeza mwaka mmoja ili iwe miaka mitatu na pesa nyingi. Kocha Bwedo ni tafsiri halisi ya usichoke kupambana na kila siku ya kitu kile ambacho unakihitaji kufanikiwa. Kwa hiyo Chobedo ni mtu ambaye sasa hivi amepambana na timu zote kubwa tatu zinakuwa zinamhitaji. Tukisema timu tatu, tukiongelea Singida Black Star, Simba Football Club na huyu mtu ambaye anaitwa Yanga Football Club, japo Azam hawakuonekana kama wanamtaka. Kwa hiyo basi, kwa kuthibitisha hayo, tunasoma nyaraka nyingine ya mtu aliyetutumia tena nyingine. Anasema breaking news, usiku huu Simba wamemsajili kiungo mshambuliaji wa TRA Ramadhani Chobwedo. Ramadhani Chobwedo amechagua Simba mbele ya vilabu vingine vikubwa vya Tanzania. Muda wowote kuanzia sasa, Simba Sport Club watamfanya huyo mchezaji kuwa katika mfumo wa Simba, yani kumtangaza baada ya dirisha kubwa kufunguliwa, dirisha la usajili. Wataweza kumtangaza kwamba ni mchezaji wao, na sababu tayari usajili wa awali umeshamalizika. Kwa hiyo basi, huyo Simba Football Club kumalizana na mchezaji Ramadhani Chobwedo mapema. Okay, Ramadhani Chobwedo alikuwa anatembea na mkataba wa Singida tangu mwezi uliopita, ila sasa hivi amechagua Simba Sport Club. Muda mchache kutoka sasa, Ramadhani Chobwedo atakuwa ni balaa jipya Msimbazi. Okay. Yes, kama ulivyosikia vile nilivyokuwa nasoma, sio mimi, lakini ni vyombo vya habari vile ambavyo ni vyanzo vya habari vyetu ambavyo tunavituma kunusanusa habari kila kona za michezo.
sisi waandishi wa habari wetu wakinusa usiku na mchana wanafanya kazi ya kutuletea habari kama hizi, nasi sisi ambao tupo studio tuna present habari hizi tunalazimika kuzisoma jinsi zilivyo na kutoa ufafanuzi kama hivi ninavyotaka kutoa ufafanuzi, na kuomba sana sikiliza mpaka mwisho. Kuna taarifa nyingi sana tumetuma za Ramadhani Chobwedo kwamba anaenda Yanga Football Club, anaenda Simba Football Club. Singida tukuwahi kutoa kwa sababu tulikuwa tuna ukweli wake ndani yake kwamba tetesi ya Singida tulikuwa nayo, lakini mwandishi wetu katika yale nilikuwa nasoma hapa anatuambia kwamba hata Singida ndo aliwahi kuanzia mwezi wa 3 alikuwa amempa mkataba huyu mchezaji ambaye anaitwa Chobwedo, na Chobwedo alikuwa anafikiria jinsi ya kusaini, bado alikuwa hajasaini na kudhibitisha. Kumbe alikuwa anasubiri kwamba timu fulani zikimhitaji aweze kwenda. Timu ya kwanza kutoka Singida kuachana Singida ilikuwa ni Yanga Football Club, na nakumbuka Yanga Football Club ilikuwa ni timu ambayo mchezo walikuwa wanacheza na timu ya TMA, timu Tanzania Military Academy, ili kwenye kombe la FA raundi ya 16 walichezea KMC. Yanga Football Club jana juzi wameshinda magoli 1-0 juzi, ambapo TMA walikuwa ni timu ya championship ambayo imeweza kupambana na Yanga na kutoa kufunga goli 1 wakicheza mpira wa heshima. Lakini hichi kitu ninachokiongea nikasikia mtangazaji wa Azam TV ambaye anaitwa Baraka Mpenja akiwasema mashabiki wa Yanga walikuwa na muimba ndani ya uwanja wa KMC, walikuwa na muimba Ramadhani Chobwedo, Ramadhani Chobwedo wakati mpira unaendelea. Nakumbuka kwamba Ramadhani Chobwedo ni mchezaji ambaye asili yake ametokea kwenye timu ya TMA ndio pale akapita pale kwenye ile academic, kuna muda alipita. Kwa wachezaji wa mashabiki wa Yanga walikuwa na muimba Ramadhani Chobwedo kwa kitu kimoja, kwamba walisikia kwamba Yanga Football Club walishamalizana na Ramadhani Chobwedo. Kwa hiyo basi walichokuwa na kihitaji ni kupata kuwasukuma viongozi wa Yanga kwamba sisi tunamhitaji Ramadhani Chobwedo, lakini pia hizo zilikuwa ni tetesi ambazo wao walisikia kupitia vyombo vya habari kama hivi sisi tunapotoa kwenye online. Tetesi zozote zinazokuja sisi ni lazima tuzitoe kwa sababu ndo kazi yetu iliyotokalisha ofisini. Kwa hiyo basi kitu tulichokipata kwa sasa hivi, sasa tunakuachia kwamba Simba usiku wa jana baada ya Simba kucheza na hii timu ambayo inaitwa Dodoma Jiji. Kwa ni jana Simba walikuwa wamekaa kikao kwa Arusha kwa ajili ya kuongea na huyu jamaa ambaye anaitwa Ramadhani Chobwedo. Kumbuka Chobwedo yuko Arusha, huko ndo timu ambayo ya TRA ilikoweka makazi yake kwa ajili ya kuchezea kama uwanja wa nyumbani, na Chobwedo kwao ni Arusha ndo alikozaliwa. Kwa hiyo basi yule yupo nyumbani kwao. Kwa hiyo basi wale pale Simba wameenda hadi kwa wazazi wa Ramadhani Chobwedo, na Chobwedo akaongea nao. Chobwedo anaonekana na furaha kwenda Simba kuliko klabu hizo mbili zinazomhitaji ambayo ni Singida Black Star na Yanga Football Club, ambayo sasa leo tunakuambia wewe Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV kwamba Ramadhani Chobwedo amefanikiwa kunaswa na Simba Football Club kwa taarifa za tetesi tulizozipata muda huu, ambazo leo sisi tunahakikisha na kukuambia wewe, na kama kutakuwepo na mabadiliko mengine tutakuletea, maana kazi yetu sisi ni kuhakikisha mpaka mchezaji ametangazwa ndipo pale ambapo tutaachana kuambia kwamba amesajiliwa wapi. Unajua tetesi zinaweza zikaongelewa sana kwamba mara huyu anaenda wapi, mara huyu anaenda wapi. Inaweza kuongelewa hata kwamba Simba anasajili wachezaji hata 200, lakini wachezaji 5 ndio wakafanikiwa kusajiliwa. Kwa hiyo basi mchezaji wa Ramadhani Chobwedo ana haki ya kuongelewa sana, kwa sababu kiwango chake alichokionyesha ni kiwango kikubwa na kiwango cha juu. Na ukikuta mchezaji anaongelewa na vyombo vya habari muda wote, hakikisha ujue kwamba huyo kiwango chake kisha kuwa. Si mmenielewa? Kama mmenielewa, mimi nashukuru Mungu kwa sababu mimi nipo hapa kwa ajili ya kuwaletea nyie taarifa. Taarifa hizi ninazowaletea ni hizi ambazo nimezipata mimi hapa. Nipo ofisini ambapo tayari mtu ambaye wameenda kutafuta habari wameniletea, baada ya kuhakikisha kwamba hii habari ina ukweli ndani yake na tetesi ndani yake. Kwa hiyo basi wewe kama mdau wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV, usisite wewe hapo chini kushare habari hii, mwishoni hapa kucomment, kutoa maoni yako, kutuuliza maswali yako, lakini pia kulike, mwanzoni kabisa subscribe na kugonga kengele notification all
ili habari zetu ziwe zinakukuta hapo hapo ulipo. Yani kwamba usiwe ni mtu wa kusearch. Wewe ukiwa na MB tu unakuona kina kideo kinaingia ndani yako kwenye screen yako. Ni maana umesubscribe. Ndio maana subscribe, yani fuatilia. Yani kwamba ulio subscribe channel kwamba habari zinavyokuwa naipakia hapa tunaipakia hapa, wewe inakufikia huko kama boss fulani hivi umekaa kwenye kiyoyozi yani namba 4 umeikunja, alafu kiongeza na zile inakuwa 40 pale. Sasa Fabi Digo TV imekuwa updating sana kwa ajili ya kuwaletea hizi habari, na hizi habari tunazozileta ni ukweli ambao tumeutafuta na tumeupata, na sisi tunawaletea nyie kama wadau wetu wa masubscriber wetu wa channel yetu. Asante sana. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabi Digo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.